kufuata matangazo yetu ya siku ya leo. Popote ulipo ulimwenguni, tunakuthamini, tunakupenda sana kwa sababu unakuwa kando kwa ajili ya kusikiliza na kufuata matangazo yetu toka kitengo hichi cha habari cha Lwinda TV Media. Ni muda mzuri wa kuweza kukuletea habari zetu kwa ufupi, ila kabla ya yote usikose kusubscribe channel hii, usikose kulike, kucomment na kushare ili wengine wao wanapata taarifa hizi kwa mapema na zenye uhakika zaidi. Meya wa muda wa mji wa Baraka Bwana Mwisemeni Wilonja Lambera amesisitiza kuwa swala la usalama ni kipaumbele kikubwa katika uongozi wake. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Baraka Aprili ya tariki 7 mwaka 2026, meya huyo pia amewataka wananchi kuzingatia usafi na mazingira pamoja na kudumisha mshikamano ili kuendeleza amani na utulivu wa mji huo. Takribani mwezi mmoja tangu ateuliwe kushika wazifa huo, Bwana Mwisemeni amesema kuwa ataweka mkazo maalum katika kuboresha hali ya usalama ili kukabiliana na matukio ya uhalifu yanayojumuisha wizi, mauaji, unyanyasaji pamoja na upigaji wa risasi ovyo. Ameeleza kuwa hatua madhubuti zitachukuliwa kuhakikisha vitendo hivyo vimekomeshwa na wananchi wanaishi katika amani na usalama. Aidha, meya huyo amegusia pia mgogoro unaoendelea kati ya baadhi ya timu za mpira wa miguu katika mji wa Baraka, akieleza kuwa ukosefu wa maelewano wa viongozi miongoni mwao ni changamoto inayohitaji kutatuliwa kwa haraka. Ameahidi kushirikiana na wadau mbalimbali ili kurejesha mshikamano na kuimarisha michezo kama chachu ya umoja wa jamii. Kwa ujumla, Bwana Mwisemeni Wilonja Lambera amewahimiza wakazi wa Baraka kushirikiana na uongozi wake ili kudumisha amani, usafi na maendeleo wa mji wa Baraka. Huyu hapa, tumsikilize. Mheshimiwa, ni takribani miaka 8 sasa tangu mji wa Baraka uitwe kuwa mji. Ni mabadiliko gani umeshuhudia tangu sasa? Kwa kweli ni miaka ya kutosha, na pamoja na yale nilikuta vilevile hali sitofahamu na kuingia katikati, sema kama vile vita, vurugu mbalimbali, na muda mwingine unatupasha endelea vizuri kuweza kuendelea kwa ile njia. Hili ni moja, ni vitu yenyewe haidepende na wewe wala mie wale wafanya siasa, lakini ndio ni yale. Lakini pamoja na kwamba baada ya vita na wakati wa vita mtu anapaswa kuwa tujuru na mawazo ya kutenda kile ambapo raia inashuhudia na inatenda kutendea. Huko mapungufu ni mengi, na yale tunapaswa kuangalia jinsi gani tutaweza kuirejelea kadiri ya uwezo. Ndio, ukiwa kama meya kwa muda wa mji wa Baraka takriban mwezi sasa, ni nini ambacho unakipa kipaumbele kwa kazi ambazo utakwenda kuzitenda? Kita mambo yako bila tofauti tuitengeneze ili tuanze vizuri, tusiwe tatizo za msingi. Kwa hiyo priorite au defi ziko mingi. Priorite yetu kisi niliwaambia tangu ile siku na mpaka sasa hivi niko nafanya kazi. Niko installé hapa avec objectif ya construire l'autorité de l'État. Tunato booster vile maendeleo, tuangalie jinsi gani tunaweza kuendesha maendeleo. Hiyo ni objectif mbili kwanza. Baadaye sasa tunaangalia tutaanzia wapi, kwa sababu mambo ni mengi. Pamoja na kuanzia wapi, niliona problemu ya assainissement, c'est problème de casse-tête. Ni tunafasha kabisa tuangalie jinsi gani kuvuka pamoja ili assainissement naona mtu kwa na gérer ma déchets comme si aone kama tuko danger. Donc il faudrait conscience ya watu, mtu ajue hii ni produire, puisque kila mtu ana produire déchets, kila mtu. Sasa il faut savoir aussi gérer zile déchets kwa kila mtu, tukizigérer na mtu il faut participer wote kwa kugérer d'une manière pamoja zile déchets zenye tunatumia na ziorienter ici tuko monde ya mondialisation.
tusiangalie vitu kwa mbali, tuangalie kama na sisi tuko integre mu system ya mondialisation. Kwa hiyo tunapaswa kufanya haraka na vile ingie isibakie nyuma. Ndio, kwa upande wa usalama kama kiongozi, kuna vitendo vya uporaji, unyanyasaji ambavyo vinaendelea mpaka sasa, mauaji ya kila kukicha ambayo yanaendelea hadi leo. Wewe kama kiongozi, ni hatua gani imechukuliwa kuhusiana na swala hili, maana raia mpaka leo wanaendelea kuathirika? Kwa probleme ya security ni probleme ambapo ile tunasema subvention hawezi endelea kama security. Kama una security mzuri, hakuna chochote kingine kinaweza kufanyika. Kwa hiyo pale tutaifanyia nzuka pamoja na raia vile, kwa sababu raia anapaswa kuwa na denonsema malfaiteur. Niliita chef d'armée sasa hapa waarifu kuambia kwamba tuchangie quartier par quartier pour tuangalie wapi mambo yanakwenda vibaya na tuende namna gani katika ngazi yetu sisi. Kwa hiyo ngazi nyingine nao vile vile kila mmoja atende kazi yake juu ya kudumisha usalama. Asante sana. Pombe haramu zinaendelea kuathiri vijana wa mji wa Baraka. Uongozi wa jimbo umetoa wito kwa ajili ya kukataza pombe zote haramu. Wewe kama kiongozi wa mji wa Baraka, ni hatua gani imeanza kuchukuliwa kulingana na pombe haramu ndani ya mji? Ile swala ya pombe haramu tunifanyia njuga pamoja na kwamba mtu ameumbiwa mfo ajue kwamba kuna saa za kazi, kuna saa za kupumzika, na saa za unaweza kufanya burudani. Lakini wewe unaanza fanya burudani ungali unatoka ukitanda, utatumika saa gani? Na hasa nyinyi vijana zaidi pale utainsister kutumika avec conseil niveau de la jeunesse pour que tukamate mikakati ambapo itakwenda kuhimiza pour que tusiharibishe jeunesse yetu, sababu unakuta mtu asubuhi aisha kunywa. Ile tutaivalia mtoka pamoja na ngazi husika, polisi na nini, tutekeleze ili watu kama ni kulewa usiku hapo sawa, unaweza kalewa kama anapenda, lakini wakati unapolewa juu unapenda, sisi kama vile serikali tunahitaji wewe. Wakati unajua wewe mwenyewe tutakufunga, unaweza ukapumzika au unaweza ukafanya kwenda neo ya kazi saa za kazi pale, tutaitika saa za asubuhi jusqu'à 16h zile saa za kazi. Na tutaongea vile na kufanya biashara na vingine, zile duka za pombe kuchukuliwa hatua juu tusiende kama vile zamani, kila mmoja anaweza akaanza kulewa na pombe bila hata wazikana. Ndiyo, kunakuwa jambo ambalo linashangaza na mzozo ambao unaendelea ndani ya mji wa Baraka. Kwa upande wa mpira kunakuwa na Save the Football na Atante. Ni kitengo kipi ambacho kinahusika kuweza kusimamia michezo ya mpira ndani ya mji wa Baraka? Tuwe clear, unajua kwamba sheria za kiserikali inasema kama unapopatikana katika territoire unaishi na serikali, unapokuwa ndani ya jiji unaishi na Atante. Sasa tutaenda tofauti na sheria za kabuni wala sheria za nchi. Nchi nayo inasema sheria zinapaswa zifuate jinsi organisation administrative iko, na ndio vile inapaswa kuwa. Ile watu wanaenda kufanya ile kutia maserikali ndani ya vile ni kienyeji, tunafaa kama vile kienyeji, tunafaa vile kienyeji, tufuate sheria, itakuwa vizuri, kwa sababu sportif anakuwa mtu wa sheria. Kama unafanya sport na ufuate sheria, ni kama vile unaleta vizuri. Ndio tunalomba ule mwenye anajua kama yeye anaenda kienyeji, sheria itafanya kazi vizuri. Asante sana mkubwa, na neno lako la mwisho kwa jamii nzima.
Ningependa labda kukazia na kusema kwamba tuungane mkono kwa mipango ambapo tutakwenda ama kuna mpangilio kuyafanya, isiwe malumbano, sio malumbano. Tunaomba population yote moja kwa moja tuwe pamoja kwa kujenga jiji la Baraka. Tumelipewa pamoja na wao na wote tunapaswa kupanga mawazo ya mzuri, isiwe ya kugomoa. Usifanye mmoja kujenga mwingine kugomoa, hapana. Ile nimeomba raia waniunge mkono, na tutaanzia kusalu, itakuwa na karakteri obligatoire kwa sababu tumeshasikilizana hivi. Tumeshasikilizana kwamba chaque vendredi ni siku ya salon, na hili itakuwa obligatoire a partir ya 7h mpaka 10h, iko obligatoire. Kila mmoja atapashwa na kila quartier ipangilie, na kila jiji au quartier inapashwa inapanga tutatumikia wapi, isiwe shite na yote, kila mmoja afanye kazi kuanzia kumenaa. Le reste katika mipango mingine ya assainissement, faudrait watu wote, kila mmoja ajue kama anapokula au kunywa soda, ile kopo aenda itie pubele, lakini asitupe ovyo, kwa sababu mpango utachukuliwa hapo. Mwenyewe anapoliwe na mfunga, tuko na polisi ya assainissement ile kazi, na sitapenda wafanye haraka waende funga mapema, na kabla sia waruhusu kutambia watu wachane na zile tabia, na tunaanza vendredi hapa. Baadaye sasa ndio tutaisukuma huko mapipe, ndio unakuta mtu anafanya choo mai ya mchafu inaenda barabara, ila tutaitika yote ile tutakwenda kutekeleza porque tufanye kila Baraka ingie ndani system ya modernisation, isibakie nyuma, isikuwe jiji lenye kuwa nyuma zaidi. Tulifanye nami kamati ya nafasi ambapo inawezekana. Mheshimiwa Meya wa muda wa mji wa Baraka, tunakushukuru sana.